zako Mungu mwenye enzi. Katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa zote asubuhi ya leo, maana umetusamehe. Twasema ni asante. Kwa imani umetusamehe Bwana, twasema ni asante. Kwa imani tumerudishwa pale ambapo tunapostahili mbele zako. Uinuliwe na uhimidiwe milele na milele daima, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme kwa mengi ambayo umetutendea kama jamii. Tunakushukuru kwa sababu ya kulinda watoto wetu Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kulinda wake zetu. Tunakushukuru kwa ajili ya kulinda waume zetu. Tunakushukuru kwa ajili ya kulinda biashara zetu. Tunakushukuru hata kwa ajili ya kudumisha kazi zetu kule ambako tumeajiriwa Bwana. Tunakushukuru Mfalme kwa ajili ya afya zetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mapato yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya boma tulizolala usiku wa leo Bwana, kuamkia hii. Twasema ni asante. Upokee sifa zote, maana haya yote ndio umetutendea. Jina lako lizidi kuinuliwa na kutukuzwa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kutupa afya njema. Tunakushukuru hata kwa ajili ya kutupa chakula. Hata sasa Bwana tumeingia kanisani hii, hatumouchi, maana umetuvisha nguo. Jina lako litukuzwe Mfalme. Tunasema kwa asante kwa ajili ya mambo mengi ambayo umetubariki nayo, ambao sisi kwa kila siku tunaona kana kwamba ni kawaida. Kuwa tunao nafasi ya kuja kuabudu bila vita, tunaona ni kawaida. Ile hali twakushukuru, maana kunazo nchi ambazo hawezi kupata nafasi kama hii ya kuwa pamoja watu wa kuabudu. Kunazo nchi zingine hakuna ruhusa ya watu kukutana mahali kama vile ambavyo tumekutana waweze kuabudu. Hawaruhusiwi. Sisi tuko na uhuru wa kuabudu, lakini twauchezea. Tunashukuru Bwana. Pokea sifa na utukufu wote. Tukushukuru Bwana mwenye enzi, kwa sababu kuna wengine pia walitamani kuwa mahali kama hapa, lakini shida za kimwili zikawazuia. Wengine wanaugua wakiwa nyumbani, wengine wako mahospitalini. Hawawezi kuwa na nafasi ya kujumuika na wenzao wa kuabudu. Sisi umetupea nafasi hii. Pokea sifa zote. Twashukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine walikuwa na mipango aina mbalimbali ya kujiendeleza, lakini hawamo asubuhi ya leo Bwana. Wamepumzika usiku huu. Wengine wamepumzika wiki hii. Sisi tungali tunaendelea. Sio kwamba hatujatenda dhambi. Sio kwamba tunastahili sana mbele zako. Ni neema na rehema zako. Twasema ni asante Bwana. Uinuliwe na uhimidiwe katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mfalme kwa sababu ya upendo wako uliotupenda nao, hata ukatolea mwanao Yesu Kristo, akavumilia kifo msalabani, akavumilia uchungu, akavumilia kudhihakiwa, akasononeka, akavumilia haya yote kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Maana alitupenda, na huo upendo ukamshikilia msalabani, akaweza kuvumilia ili tupate kuishi, ili sisi tuondolewe laana. Sisi ambao tuliokuwa tumehukumiwa kifo tupate kuishi. Tunasema ni asante kwa ajili ya kifo cha Kristo msalabani. Tunasema ni asante hata kwa ajili ya kufuka kwake Bwana. Tukawa na tumaini, maana Kristo yuaishi na anatutetea akiwa mkono wako wa kuume. Yeye pia anatuombea, na ametupea Roho wako Mtakatifu ambaye hutuombea zaidi ya maneno ambayo tuweza kutamka Bwana. Twasema ni asante. Uinuliwe na uhimidiwe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana, maana kati yetu hapa kuna walikuwa wanaugua, na sasa umewawezesha kuja mahali hapa. Kusema ni asante, maana umewaponya. Uinuliwe na uhimidiwe. Wiki hii ambao Bwana tumekuwa na maandamano, wengine wetu walikuwa katika maandamano yale na wakakimbia, wengine wakanywa tear gas, lakini ukawalinda wakafika makwao salama. Twasema ni asante, maana tuko na watu kama hao kati yetu Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya wengi uliowaokoa, ya kwamba hawakuuawa na risasi, hawakuuawa kwa rungu. Tunasema ni asante. Wengine wetu walikuwa katika ule mji na wakaweza kuondoka wakiwa salama. Upokee sifa zote Bwana. Hata vijana wetu ambao ndio wengi umewaokoa, ukawaponya kutokana na ile janga la polisi wanaotamani kuua. Baba, twasema ni asante. Uinuliwe na uhimidiwe Mfalme. Jina lako lizidi kutukuzwa Baba. Asubuhi ya leo
tunataka kusimamisha maombi yetu mbele zako Bwana, maana taifa letu haliendi kama inavyopaswa. Kuna mambo ambayo haendi vizuri Bwana. Kunao mambo ambayo yanatuumiza katika moyo wetu. Kunayo mambo ambayo yanatuumiza katika fikira zetu. Tunakosa amani kwa ajili ya kuona mambo ambayo yanavyoendeshwa. Baba, twaliitia jina lako, maana umetuambia iwapo watu walioitanishwa na jina lako Bwana watakulilia, waliite jina lako, watubu dhambi zao, utaiponya nchi yao Bwana. Asubuhi ya leo tunaendelea kutubu mbele zako ili ukaweza kuiponya nchi yetu Bwana, ukairudisha pamoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tukiendelea kukemea roho ya uuaji katika jina la Yesu Kristo, roho ya uharibifu tunaukemea katika jina la Yesu Kristo. Hata ile roho ya serialization, kutenga makabila mengine na kujaribu kuyafanya kana kwamba wao ndio wakosaji, tunakemea hiyo spirit katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba huyo roho ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Roho wa kukandamiza watu tuukemee na tuamrisha ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa uongozi wa kiimla, tunakataa katika jina la Yesu Kristo, na twaliitia jina lako Bwana, tukiomba utuondolee uongozi wa kiimla, utuondolee wauaji katika serikali, utuondolee wauaji katika katika police sector katika jina la Yesu Kristo. Utuondolee watu wasiomcha Mungu katika nchi yetu Bwana, hata kama ni kuwapumzisha, waondoe, waache kuua watu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, twaliitia jina lako Bwana, tukiwa hatuna uoga, maana umeturuhusu tuliitie jina lako, na watuambia kwamba yale tutakayoomba utasikia Bwana. Yale tutakayofungua hapa yatafunguliwa hata mbinguni, na tutakayofunga yamefungwa hata mbinguni. Mungu Baba mwenye enzi, tunafunga mawazo ya kuua watu katika jina la Yesu Kristo. Roho ya umwagaji damu isiyo na hatia twaikemea katika jina la Yesu, na twasimamisha huyo roho kazi yake katika jina la Yesu Kristo, tukiomba ya kwamba Bwana, wale ambao wameingiwa na tamaa ya kumwaga damu, utuondolee watu kama hao katika uongozi wa nchi yetu. In the mighty name of Jesus Christ, we come against all killers, we come against all murderers. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, dear Father, that you may remove these people from our presence. You may remove them from their leadership. In the name of Jesus Christ, you may remove them from responsible positions. In the mighty name of Jesus Christ, do away with these people, dear Father, that life may stop getting lost. In the mighty name of Jesus. Right now there are people who have been maimed. They are in hospitals, dear Lord. Wamelazwa hospitalini. Wengine hata hawezi kuongea, maana wameumizwa na risasi. Bwana mwenye enzi, wengine hata ni polisi wameumizwa na wako mahospitalini. Wengine ni Wakenya wasio na hatia. Mungu Baba, tuomba uingilie katika jina la Yesu Kristo. Wauaji washindwe katika jina la Yesu Kristo. Shetani wauaji ambaye ameingia ndani ya viongozi wetu ashindwe katika jina la Yesu Kristo, akose nafasi katika nchi yetu. Bwana, twaliitia jina lako, uteremke Bwana, uje kwa nguvu zako, utushindanie Bwana. Miaka iliyopita Bwana tuliomba uongozi, tukafurahia kwamba tumepata viongozi wanaomcha Mungu, lakini kuna mabadiliko tumeona. Shetani ameingilia na amepindua yale ambayo yalifanya tushukuru. Yale yaliyotufanya tucheke na tufurahie yamepinduka. Mungu Baba, tunaomba uturudishie kicheko chetu katika jina la Yesu Kristo, ili tuendelee kukusifu tukiwa na amani katika taifa letu Bwana. Tunaomba Bwana mwenye enzi, kazi zinazopeanwa kwa kujuana, tunaomba roho huyu ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Roho wa upendeleo ashindwe na akose nafasi katika nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao maisha yao yamo hatarini, wengine wanatafutwa kwa sasa, tuomba uwafiche kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo, maana hawana hatia wamefanya, ni kuandamana wakiitisha haki zao, na sasa wanaonekana kana kwamba wamefanya makosa. Tunaomba uwafiche wasionekane, kama jinsi ambavyo ulivyoficha Elisha
alipoenda kutafutwa na maadui, hata wakamuuliza njia, wasijue kwamba ndiye wanayeuliza njia wanayemtafuta. Ukamficha. Wafiche wanaotafutwa Bwana, wafiche katika jina la Yesu Kristo. And we pray for confusion in the kingdom of darkness, in the kingdom that is maiming people, as they meet to plan killing and murdering. May they not come to terms with each other. In the mighty name of Jesus, we pray there be confusion. May they not understand each other. Wasiafikiane kwa lolote katika jina la Yesu Kristo. Wanapopanga mauti, wasielewane. Tuomba waweze kutambuana mmoja kwa mwingine katika jina la Yesu Kristo, ili nchi yetu kapata kuwa na amani katika jina la Yesu. Tuomba kwa ajili ya makanisa. Tunajua kwamba kuna wengine wamenunuliwa na hawaoni makosa yoyote. Tuomba ukaweze kuwafungua macho, wakaweze kupambanukiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, twaliitia jina lako tukiwa na imani ya kwamba wewe pekee ndiye unatusikia na waenda kutujibu. Tunakushukuru kwa ajili ya uongozi wa kanisa letu la Presbyterian, viongozi wetu walio katika makao makuu ya kanisa letu. Tuombea hekima na nguvu na uongozi utokao kwako Bwana Mungu wetu. Tuomba kwa ajili ya regions and presbyteries na parishes, ya kwamba pia kule utawale. Tuomba kwa ajili ya miji yetu, our home churches Lord. Tuomba uongozi kwako kutoka kwako Bwana, ili Mungu wetu uweze kudhihirika. Tuongoze makanisa yetu tukiwa na hali ya kuliogopa jina lako, maana ni watu wako tunaowaongoza, watu ambao wewe mwenyewe uliowaita. Tusiwaongoze kana kwamba ni mali zetu. Tuongoze tukijua kwamba ni wewe uliyetupa Bwana, tuweze kuwaongoza katika jina la Yesu Kristo. Tuomba ubariki wachungaji wetu, wape hekima na nguvu za kuendelea kuhubiri neno lako pasipo na uoga. Tuomba kwa ajili ya mchungaji wa parokia yetu Reverend Jason, tuomba uzidi kumbariki na kumpa nguvu. Tuomba kwa ajili ya Reverend Obonyo, umbariki na umpe nguvu na hekima. Tuomba kwa ajili ya mwinjilisti wetu Bwana, uzidi kumbariki na kumpa hekima. Na hata wazee wa kanisa letu Bwana, wabariki na kuwapa hekima wanapoendelea kuongoza katika kanisa letu. Mungu mwenye enzi, hatuwezi sahau kuombea members wetu wote Bwana. Kazidi kuwabariki na kuwapa roho zinazomcha Mungu, waweze kuchukia dhambi na kutafuta uso wako Bwana. Wale ambao wamechanganyikiwa Bwana, wawezeshe Mungu mwenye enzi kukimbilia kwako, maana watapata ufahamu kutoka mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Hata vijana wetu na watoto wadogo tuwabarikisha asubuhi ya leo. Zidi kuwabariki na kuwainua na kuwapa nguvu za kutafuta uso wako Bwana. Asubuhi ya leo mfalme mwenye enzi, tunashukuru kwa ajili ya kutupea ibada hii. Tujiachilie mikononi mwako, Roho wako Mtakatifu akaweza kututawala. Ili Bwana Mwenyezi, tutakapokuwa tukiondoka mahali hapa, tuseme ya kwamba umetutembelea na umetunenea. Nasi Bwana tuwafungulia neno lako roho zetu, ili likaweza kuingia na kuleta mabadiliko yafaayo, ili tukaendelea kuwa watu wanaofaa mbele zako kila uchao katika jina la Yesu Kristo. Upokee sifa, upokee utukufu wote Mungu mwenye enzi. Katikati yetu Bwana, wale ambao wanapitia wakati mgumu, tuwainua mbele zako mfalme, washindanie. Wale wanapitia wakati mgumu katika jamii zao, uwashindanie Bwana. Wale wanaougua Bwana, ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale walio na shida za kifedha, ukawatembelee na kuwashindania hata wakati huu tulio na uchumi unaopitia wakati mgumu. Tunaliitia jina lako, utushindanie sisi zote, maana wewe ndiye tumaini letu, wewe ndiye kimbilio letu Bwana, wewe ndiye ushindi wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakuabudu Bwana. Yale yote tutakaofanya mahali hapa Bwana, tunaomba tufanye tukiwa na uongozi wa Roho wako Mtakatifu, ili sifa na utukufu zizidi kukurudia. Hili ndilo ombi letu la imani kupitia kwake Kristo, mwamba wa wokovu wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utukoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. God bless. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka tusalimiane. Angalia your neighbor. When you this chance, unjue ni nani mmekaa karibu na yeye, mpe high five. Mwambie karibu katika ibada ya siku ya leo. Ikiwa ni wiki ya mwisho wa mwezi ya June. Tell them high five. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika wakati mwingine wa kuabudu Bwana kwa uimbaji. Na tutaanziwa na wanalika. Tena Beth ajitayarishe, alafu tutafuatwa na Women's Guild. Wanalika, uwanja ni wenu. Kuja mtukuze Bwana. Fikiria upande juu, uko juu ndio unakuta kiti chake. Ukienda na upande utakuta upendo wake unazidi upande wote. Kwa hivyo hakuna pahala utajipata ufikirie uko mbali na uwepo wake. Cha muhimu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati anasema hata ukianguka utaangukia mkono wake wa kulia ukiwa unakungoja. So when you think you are at your lowest, imagine you are still within the reach of God. And when you think you are going far away from God, just know you are at the middle of His presence. Tuko pamoja? Kwa hivyo haijalishi maisha yako namna gani, nataka ujue kwamba wakati wote pale popote umo katikati ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba katika maisha usikakate tamaa, maana umo katikati kwa uwepo wake. Haijalishi ni yapi ambayo unapitia. Najua wakati mwingine ni kugumu, kwingine tumepitia magumu, unajaribu kujieleza ni kama haingii kwa masikio ya mtu. But always remember, you are the middle of the presence of God. Atakufikia. Anatufikia tukiwa wengi, na ukiwa peke yako bado atakufikia. Kwa hivyo usije wakata tamaa, hata maisha yakiwa machungu aje ama magumu aje. Maisha ni kama miwa.
Sisi tumekula miwa sisi wote. Wacha ile sasa ile umekatakatiwa. Upewe ikiwa ngumu vile sasa utoe maganda ukule. Si kuna pahali unateremka unakula vizuri, unafika pahali pengine ni ngumu. Unatupa miwa yote kwa sababu hapo umekuta. Unafanyanga nini? Watu unakalia. Ama umesema utafanya aje? I'm trying to understand hiyo Kiswahili utasema utafanya aje? Ukifika hapo kwenye pahali pagumu hautupi miwa. Unajua bila utaondoa ile ngumu, utasonga mbele na miwa kwenye ambapo inakulika, ama sivyo? Ama kwenye unaweza kutafuna. Unakuta ingine, unainundo ingine unapita hapo. Maana kila saa kueleza kwa maisha, unaweza tembea leo kilomita 1 maneno safi ukute pala kugumu au semi kwamba safari imefika mwisho. Kwa sababu unajua kwenye unaenda. Cha muhimu unajua kwenye unaelekea. Cha muhimu unajua kile malengo ya maisha yako. Do you know where you are going? Do you know your purpose? You don't throw it away. You can just bypass it, eat where you can, which is edible, and then God will walk with us every day. So we want to wish you God's blessings. I know some of you are going back to school this coming week from tomorrow. Understand those who are in school midterm, ndio hii ni kama imeamua tu iende short hivyo. Sawa tu, tuikubali. Lakini ni mwezi mwingine moja tupatane tena sivyo. So kwa hivyo la muhimu ni kwamba kwa akili yako jua kwenye unaelekea. Ujue unachotafuta. Maisha yakuchapa kiasi na wewe ukalie ngumu uambie tunasonga mbele. So please, it's time to encourage one another. It's time to walk together. Na tusije tukakufa moyo katika maisha haya. There is a better tomorrow coming. Leo kuko vile kuko, lakini kuna kesho inakuja. As long as jua inachomoka na huku mashariki na inatua magharibi, ujue kwamba kuna asubuhi itakuja nyingine, itakuwa vyema kuliko ugumu ulioko. Na wale ambao maisha inakaa vizuri, tumia wakati huu vyema. Kuna msemo tunasema, na ni vizuri tukujue hivi. Uzee ula ujana. Katika uzee utakula kile ambacho ulipanga katika ujana wako. Kwa hivyo leo ujue unaandaa maisha ya uzee wako. Sijui kama unanielewa. Leo unaandaa maisha ya uzee kwa sababu siku moja tutakuwa wazee. Na wakati utakuwa mzee, kile utakula ni chenye umefanya leo. Kwa hivyo ndio tunasema kama unaweza panda ndizi leo, panda. Kama unaweza panda mti leo, panda. Maana siku ambazo zitakuja huo mti utakufaa, hilo ndizi ambao unaipanda leo itakufaa kesho yake. Kwa hivyo usitumie vibaya leo yako, kwa sababu kesho yako inatarajia itakuwa determined by vile unatumia leo hii. Kwa hivyo kanisa, naomba tuombe kwa ajili ya wanalika hawa. Tunakusifu kwa fursa ambayo umetupatia iliyo nzuri hivi kuwa katika ibada hii na wanalika ambao ni watoto wetu. Tunajua ni wakati ambapo wameinukiwa, wakati ambapo maisha inakaa kugeuka, wakati ambapo matumaini ambao tumekuwa nayo yanakaa kama yanatuepa. Lakini vijana hawa tunawazungumzia uhai. Tunaombea baraka zako zitembee na wao, tunaombea ulinzi wako. Tunaombea Baba Mtakatifu mawazo yaliyo ya busara, kwa vile tunajua leo hii yale ambao wanayatenda yatakiwa ya muhimu katika uzee wao. Na kwa hivyo Bwana, tunawaombea baraka zako katika utendaji wao. Wale ambao wamebarikiwa na wamepata vibarua ambazo wanachapa, wale ambao bado wamo chuoni, wengine ndio wako katika sekondari wanajiandaa kurudi kurudi ili wakamalizie muhula huu. Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako kwa sababu unawajua wote. Kwenye maisha yamekuwa magumu unapajua, kwenye wamenyeokewa na maisha Bwana unapajua. Na kwa hivyo wote tunawapeana mikononi mwako kwa sababu wakati huu wa maisha wao ni wakati ulio na mambo mengi ambayo yanawavuta kando na yale ambayo wewe mwenyewe Bwana umewaidia na ukawaomba wakafanye.
Na kwa hivyo katika wakati huu maisha yao ama katika njia panda, wakati kila kitu kinaweza kuwa kinakaa sawa kwao, Bwana tunaomba mawazo, ukawapee mawazo ambao yanasikiza, ukawapee hekima ambao wanahitaji katika safari ambao wanaitembea, ukawapee nguvu ya kuwasaidia kufika, na wengine wao Bwana ukamfanya mioyo yao ikawe ya kutulia hata wakati miaka inawapea changamoto. Tunawanenea baraka, tunawanenea wema wako, nasi walio mbele yao kimiaka tunaomba Bwana ukatusaidia tukakue wa manufaa kwao, ili tukaweze kuwatuliza wakati ambapo maisha inawakimbiza, tukaweze Bwana kutembea na wao wakati maisha inakaa kuwakanganya. Ukatusaidie kwamba nasi wanapotuuliza mambo mengine tukakue na utulivu tukieleza, hata wakati inakaa kama wasikizi. La muhimu ni kwamba hawa ambao Bwana wewe umejiitia katika kanisa hili tunawabariki. Bwana kubali kutembea na wao, wakiwa kazini, wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani, pahali popote wanapojipata. Tuomba Roho kwa Mtakatifu akawalinde Bwana, wakati ambapo hata wameinukiwa na nchi iliyo yao, wakati ambao kuwa vijana imekuwa kama si jambo ambalo ni ngumu, kuwaumiza na kuwapiga inakaa kama ndio sasa maisha yaliyo mbele wakabidhi. Bwana, najua hawa umewatenga kwa baraka zako, na kwa hivyo tunawanenea baraka. Wanapoenda wasije wakaangaliwa na macho ya vita na macho ya uchuki, lakini Bwana waacha wakawe wabarikiwa wako, waliojawa na wema wako na Roho wako Mtakatifu, ili Bwana watakapohitaji msaada papali pote pale watagonga mlango, Bwana wakapata mtu wa kuwafungulia na kuwasikiza. Basi endeni mkiwa mmejawa na amani hii, na endeni mkiwa mmependeka. Basi Mungu awe nanyi, na yale mawazo mlio nayo mkifuatilia, Mungu akawaongoze, ili lolote mfanyalo basi mkapata ufanisi. Kama ni shuleni ama ni kazini, ni kwa ajili ya upendo mlio nao Bwana, na akawaangazie baraka zake na mkayaone yaliyo mema katika maisha haya. Tembeeni mkiwa nao ufundi uliotoka kwa Mungu, na upendo huu utamshikilia na utamtembeza, na mtajipata mkiwa washindi, kwa vile Bwana katika nyoyo zenu mmekubali kutembea katika kutii kulioko katika Mungu wetu. Na ni katika jina la Kristo basi tunaomba na hata tunaamini. Amen. Nashukuru. Dinatiwe madani watumire goro ya kwege mweloko werutirene kuombere etorere natayo hare hadeke tuone dire okende kane morere dinatiwe gai dinatiwe Jesu dinatiwe roho dinatiwe tatu marutire veroyo. Newe Jesu, newe
Nyatato. Oh, que o meu comadre
katika jina la Yesu Kristo. Tuko mbele ya kiti chako cha enzi adhuhuri njema, tukikushukuru na kukuabudu, tukitambua ya kwamba wewe ni Mungu mkuu na hakuna jambo lililo ngumu mbele ya macho yako. Wewe ndiye Muumba wa mbingu na nchi, na huwa tunaamini kwamba chochote ambacho huwa tunaona kiliumbwa kwa neno la kinywa chako. Kutoka mwanzo kulikuwa na neno, na mpaka leo hilo neno ndilo ambalo tunategemea ndio tuweze kushindaniwa na wewe. Daudi aliandika akasema kwamba Jerusalem wewe unajulikana, sababu alikuwa ameona mambo mengi yakifanyika na alikuwa anasikia ukiabudiwa katika Jerusalem. Hata sisi watumishi wako tunataka kukuambia siku ya leo kwamba Kenya unajulikana. Unajulikana kama Mungu wetu. Tunakujua kama mlinzi wetu. Wewe ndiye ambaye huwa tunakusanyika tukikuomba. Hata siku ya leo tumekusanyika hapa ndio tuweze kukuomba kwa sababu unajulikana. Katika kona zote za hii nchi yetu unajulikana, na watu huwa wanakusanyika katika makanisa na katika vikao tofauti, hata katika kule watu ambako huwa wanafanyia kazi, hata kusomea. Watu hutenga nafasi ya kuongea na wewe kwa sababu unajulikana katika hii nchi yetu. Kwa manyumba zetu na familia zetu huwa tunatenga nafasi na wakati tunakuita na tunakuomba kwa sababu tunakujua wewe unajulikana katika hii nchi yetu. Tunakujua kama mponyaji, tunakujua kama kimbilio, tunakujua kama baba yetu, na tunakujua kama mshindi wa maisha yetu. Sisi wote huwa tunakutegemea wewe, na hata Daudi akaandika akasema hata simba ambao ni wachanga wako na nguvu pia hutegemea chakula kutoka kwako. Sisi Mungu wetu hatuna nguvu nyingine isipokuwa zile ambazo zinatokanga kwako, kwa sababu huwa tunaimba tunasema hata silaha zetu za mwili hatuwezi tufaa. Farasi huwa inatayarishwa kwa siku ya vita, lakini ushindi unatokana na Mungu. Sisi wana wako tunakuomba siku hii ya leo kwa sababu tumeona mambo yakitendeka katika hii nchi yetu. Tumeona mambo ambayo ni ya kukumbuka watu ambao waliuawa, na siku hiyo ya kukumbuka tunaona wengine wakiuawa. Imekuwa ni kwamba watu wanakumbuka waliokufa, na siku ambayo watu wengi walikufa kwa watu wengine kufa. Na Mungu wetu tunakuja mbele zako tukiomba utuhurumie. Ndio kusiwe na umwagikaji mwingine wa damu. Mungu wetu tunaomba ututembelee ili kwamba hata wakati kuna makumbusho kama hayo yasiwe yanaambatana na umwagikaji wa damu. Kuna watu wanalia sababu ya kujeruhiwa, ama watu ambao wanaitwa nao kujeruhiwa. Kuna watu ambao wako na machozi mingi kwa sababu ya watu ambao wameuawa katika hayo maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Kuna watu wengine wanaumia na wanalia kwa sababu biashara zao ziliharibiwa na mambo yakaharibika zaidi. Na Mungu wetu tumesimama mbele ya hii kanisa ambayo imeitanishwa na jina lako tukiomba utufikishie huruma zako. Ulimwambia Abraham kama kunao watu watatu ambao wanakuabudu na wanakuogopa hautamaliza Sodom na Gomora. Tunakuomba adhuhuri hii, ukiangalia na macho yako kwa hii Kenya, uone tu mtu mmoja ambaye anakuogopa na anakupenda na anakuheshimu. Tafadhali muangalie, halafu utuokoe kama nchi. Hatujui utatumia njia gani, lakini sisi tuna ushuhuda kwamba uliweka njia pahali ambapo hapana njia. Wanawako wakati walikuwa wanapita katika bahari ya Shama,
Ulitumia zile njia tu, ulitumia na kukawa katika njia ya baharini. Wakati wana wako walikulilia kwa sababu ya kuwa na kiu, ulifanya jiwe litoke maji. Na Mungu wetu, hatujui unaweza tumia formula gani, lakini tunaelewa kwamba wewe ni Mungu wa miujiza. Wakati Yesu Kristo ulikuwa umelala kwenye merikabu, uliongea na upepo na ukasikia. Hatujui masikio ya upepo yako wapi. Uliongea na dhoruba na ikakusikia. Hatujui masikio ya dhoruba yako wapi. Uliongea na maji na yakatulia. Hatujui masikio ya maji yako wapi. Kitu tunajua ni kwamba huwa unaongelesha vitu visivyo hai kama vile viko hai na vinakusikia. Katika huu ukuu wako, ongelesha nchi yetu na tutapona. Na tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Mstari wa 16 hadi wa 19. Kumbukumbu la Torati mlango wa 26 kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 19. Na tusome. Leo hivi akuamuru Bwana Mungu wako kuzifanya amri hizi na hukumu, basi uzishike na kuzifanya kwa moyo wako wote na roho yako yote. Umemuungama Bwana leo kuwa ndiye Mungu wako, na kuwa ya kupasa kutembea katika njia zake na kuzishika amri zake na maagizo yake na hukumu zake na kusikiza sauti yake. Naye Bwana amekuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye, kama alivyokuahidi, na kuwa kuyapasa kuishika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na njia na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyosema. Somo linaendelea. Hadi 6. 2 John 1:4-6. Yohana wa pili 1 kuanzia mstari wa 4. Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli, kama vile tulivyopokea amri kwa Baba. Na sasa mama, nakuomba, si kwamba nakuandikia amri mpya, bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Na huu ndio upendo, tuenende kwa njia kuzifuata amri zake. Hii ndio ile amri, kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba mwenende katika hiyo. Na hilo ndilo neno la Bwana. Baba mtakatifu, ni fursa nyingine ambayo tunayo adhuhuri jema, tunapochukua nafasi ili tuweze kutafakari juu ya neno ambalo umetupatia leo hii, juu ya kutembea katika utii. Tunapofanya hivi, tunategemea wema wako na Roho wako mwema mtakatifu. Na kwa hivyo tunakualika ili Bwana ukatuweze kujua maana hili neno, na haswa wakati huu. Basi sema nasi, zungumza nasi, na ni katika jina la Kristo tuomba pia na kuabudu. Amen. Naomba tuketi. Bwana asifiwe. Niko mwema katika Kristo, na nashukuru kwa vile wema na nafasi ambao nimepata, si kwa vile mimi niko mwema kuliko nyinyi, lakini ni kwa wema na kwa mpango wa Mungu. Roho yangu ikiwa njema kwa kusamehewa dhambi, si kwa ajili ya kutakatika sana, lakini kwa yote. Nashukuru Mungu kwa fursa ili tuweze kuwa pamoja, tuweze kusemezana hili neno, na ombi langu ni kwamba Mungu akazungumze na nafsi zetu. Leo ikiwa ndio Jumapili ya mwisho
wa mwezi huu wa mwezi wa 6, ni vyema tunapomalizia, kwa sababu nilipokuwa nasikiza maombi tukiongozwa na chairman wakati wa intercessory prayers, na pia tumeongozwa maombi mengine na elder wetu Bwana Kilamba. Najua kila mmoja wetu tunajua yale ambayo yametendeka wiki hii imeisha, na wakati ile nyingine, wakati ambapo umekuwa mgumu sana kwetu, tukiangalia ni yapi yako. Niseme kwamba nguvu ya kiongozi yote wa nchi hii amepewa na mwananchi, kwa sababu katiba yetu inatuambia nguvu yote ya utawala imo na mwananchi. Lakini nasi tunapopata ile nguvu, maana hatuwezi sisi wote kukalia viti, kila mtu akalie, tukalie sisi wote kiti ya rais, ama tuweze kukalia ya mbunge, ya MCA, ya senator, ya governor. Nguvu yetu tunaipeana, tunawakopesha ili waweze kutawala kwa ajili yetu. Lakini na wao wanapaswa kuwa kumakinika kujibu maswali, kwa sababu wako pale kwa sababu yetu. Na kwa hivyo wasipofanya yale ambao tumewatuma kufanya, lazima tuulize maswali, ama sivyo? Hata wewe mkwako nyumbani, kama uko na mtu anakusaidia kazi, ama uko na ng'ombe pahali, ama mjenzi anakujengea, simiti ni wewe umenunua, nyumba ni yako, ukikuta mfuko uliacha hapa na huko, una sababu ya kuuliza mfuko wa simiti ulienda wapi, si ndio? Na ipasi kwamba ukimuuliza simiti yangu iko wapi, maana unaona haijajenga alafu akuue. Tunaelewana? Kwa hivyo wakati vijana wanauliwa ni makosa, kwa sababu vijana hawa pia wao wanatoa kodi. Na ukitoa kodi yako sahihi, ni kama sasa wewe utoe sandaka leo, uulize chairman sandaka kwani mbona hatujafanywa, stima haijalipwa, mbona hakuna keyboard, mbona, alafu sasa naye achukue panga akukate. Si unaona hiyo sio vizuri? Maana hivyo ndivyo serikali inafanya. Mimi natoa pesa, natoa kodi ili barabara hii kuwapa iwekwe lami ama ni cabros whatever ile wataweka. Mimi natoa pesa ile natakatwa ya SHA ili niende hospitali niangaliwe. Si juzi na kwa nishukuru kwa sababu tulitumana. Kwa sababu tulikuwa na kashida kalitukalia kama mchungaji, mtoto wake kwa mgonjwa, tukawaomba mtusaidie kulipa ndeni ilikuwa, maana SHA ilikataa kulipa. Sasa nikuja swali, kwa nini hailipi? Napaswa kupigwa risasi kweli? Na mimi ndio amekata hiyo pesa. Bwana Kilamba ako hapa ndiye ananilipa mshahara kule Presbytery. Ndiye anakata hiyo, anawapatia zaidi ya 6,000 ananikata huyu. Alafu nikienda niambiwe huo ugonjwa walipi, wananikata ya nini? Sikae nikajipange. Sasa nikiuliza hiyo swali nipigwe panga na bunduki na tear gas. Hayo ndio mambo ambayo yanafanya tupige kelele na kutuambia kanisa sasa hii tumeambiwa kanisa tuko wabaya, sijui tumeungana na Gen Z. Kwani si kanisa pia sisi tuko? Tukiondoa Gen Z kwa kanisa na mama yake na Gen Z na baba yake, kanisa mabaki na nani? Hebu tuseme Gen Z atoke, si ndio? Na baba yake Gen Z atoke, na mama yake Gen Z atoke. Kanisa imebakishwa nani? Si hata mimi niko na Gen Z kwangu. Mchungaji ni nani basi? Kwa hivyo uchungu huu si Gen Z peke yake, na anauliza swali ile baba yake anauliza na mama yake anauliza, kwa sababu tunakatwa pesa. Kwa hivyo si makosa kuuliza swali. Makosa ni kukataa kujibu swali. Tunaelewana? Hiyo ndio makosa. Na kuua watoto wanapouliza maswali. Sasa kile wamefanya imetubidi na sisi wazazi tuingilie, tuulize maswali. Sasa sisi wote tuko sasa. Hii si Gen Z tena. Tutauliza, pengine sitaweza kutupa mawe, lakini nitamuombea tu aende na arudi. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali kujibu maswali ya wananchi, kwa sababu ni wao wamewapatia jukumu. Na wakikataa kujibu maswali, kile kinakuja ni ndoa hii ndio inavunjika. Na itakuwa chungu na mbaya. Ya hivi ivunjikia kwa ballot paper ama pahali pengine, lakini hii inavunjika. Hapo hakuna kitu kingine tunasema. Kwa hivyo nakusema kanisa isiongee siasa. Mbona kwa hii barabara mimi mchungaji sinapitia hii? Kwani hii gari nasikia tuko kwa lami kwa sababu mimi mchungaji? Nataka kuwauliza tu, nikipitia hii barabara hapa nje hapa vile kuko na ile mashimo, nikipitia yangu inasikia iko kwa lami kwa sababu mimi ni wa kanisa, si ndio? Hiyo ni kutuchukua kwa vibaya, kutubeba vibaya. Kwa hivyo ni vizuri tulizane maswali.
Nikienda kwa duka kununua sukari siuziwi bei rahisi kwa sababu mimi ni mchungaji. Nikienda kununua unga siuziwi rahisi kwa sababu mimi ni mchungaji. Kuna mambo ambayo ni matano ni lazima yashikane na huwezi angusha moja. Ukiangusha moja umeangusha yote matano. Na nafikiri kuna siku niwatarajia hivi. Kwa hivyo wakati wasema kanisa ni mbaya, tumejisikia na Gen Z ni wa kanisa. Na Gen Z yako na mchungaji. Na mchungaji ndiye anachunga mpaka baba ya Gen Z na mama ya Gen Z. Kwa hivyo sisi wote tuko ndani hii, kikiharibika kinaharibikia sote, kukikuwa kuzuri tutakuwa kuzuri kwetu. Kitu ya kwanza ni elimu. Elimu, ya pili ni economy, uchumi, la tatu ni familia, la nne ni siasa na la mwisho ni familia. 5 institutions, ukiguza moja umeguza zote. Ukiharibu familia hata mtoto ataenda shule. Ukiharibu siasa, mmoja alikuwa anasema siasa mbaya maisha. Hivyo ndivyo wanasema, wamefanya siasa mbaya, wanaharibia kila mtu. Ndio nasikia sasa tunajaribu kuambiwa juu ya elimu, hata hatushikanishi mambo mengi, hata sijui umeshika gani. Tumeambiwa wote STEM sijui nini. Kwa sababu kuna pahali kumeenda uchumi naye ndio hiyo. Imeharibika pia. Tukiongea tu kila kitu inaenda juu inarudi na ikuwa ngumu, zingine hazipatikani. Ukiharibu kitu kimoja, nataka ukumbuke 2007 walipoenda wakafanya vita vile vilifanyika post election, wakati wa elections, ni siasa ilienda mbaya, familia iliadhirika, si waliua mpaka watu ya wenyewe huko. Kwanza mchungaji wetu ni mmoja ambaye alichomewa bibi akiwa anaangalia nyumba yake, bibi ameingia kuchukua vitu, wakafunga wakachoma, wakamwharibia hiyo familia. Akabaki mtu alikuwa na mke akaenda bila. Si walichoma mpaka ngano huko. Si waliharibu uchumi. Si shule zilichomwa. Si kanisa zilichomwa. Sasa ni nini libaki? Kwa hivyo ni vizuri tujue wakati kunakuwa na kichwa ngumu katika siasa, kukataa kuongelesha watu, kukataa kujibu maswali, yale yanayoharibika ndio mengi. Usifikirie ni siasa inaendelea ati kanisa tusiingilie. Sasa wameua. Hii wiki ni ya kuwazika. Ni sadaka wanatoa manini wanafanya huko. Hizo familia sahihi hata ukiwaambia waenda kanisa wataenda. Wanapanga majishi, sasa tunachanga pesa ya majishi, afadhali kama tungechanga pesa ya chakula tule. So wazikuambia kanisa tukae kando, watukai kando, tunakaa kando tukingojea nini nyingine. Mimi wakitengeneza barabara, stima wateremshe bei, sukari tupate vizuri, tuwe na usalama wetu. Nikitaka kutembea kwa baba nitembee, nitakimbia. Maana wakati huo nitakuwa nimefunga macho naambia Mungu asante. Mbona hatukuandamana Thika Road ikijengwa tuseme barabara isijengwe? Mbona hatukukataa ile express ikijengwa? Sijui kama tunaelewana. Wewe mwenyewe unalalamika barabara yako kwenu hapo ikiwa kwa lami. Hatuwezi lalamika. Hata wakati unabomoa nyumba ikijengwa tuongeangi bibado tunasema waje ibomolewe naye barabara ifa. Si maji si nini. Kwa hivyo ni vizuri tujue shida tulionayo ni kukataa kutembea katika kutii. Sio shida nyingine. People are not walking in obedience. Maana katiba inasema bila kutafanywa, alafu tunaambiwa watu wapigwe risasi wakipita karibu na polisi. Si basi hizo station jipelekwe kwa msitu. Na hatutaenda huko. Kwani kuna mbona watu wa KWS watatupigia wapi? Tukienda wapi? Hata jeshi yenyewe ikae huko, hatuna shida na wao. Sasa ukiniambia polisi akiniona nipige risasi, huyu polisi ako na jenzi kwake. Nilikuwa nauliza my brother ni askari jana, tukiongea hapo usimuulize sasa wewe kwako wale wako ni jenzi wote. Sasa ule unapiga risasi kwa wao ni nani? Sitaki kusema bila nijibu. Lakini nataka niwaambieni hivi. Uhai una dhamana iliyo kuu. Na kwa hivyo hata hizi siasa tutaendelea nazo, na tuweke uoga ati ni Wakikuyu wanafanya, ati ni hao mpaka wanapiga kelele mingi. Tunajua kile kinaendelea. Lakini uoga hatununui. Sasa wanajenzi wale wako. Kile kibaya usiende kusokozana na wenye nguvu kuliko. Mwenye nguvu anaambiwa pishe. Usimwambie piga, atapiga tu.
Maana yeye kichwa yake saa hiyo yuko namna nyingine. Atapiga tu na tutalia na tutakuzika. Lakini lazima tuulize maswali. Bwana asifiwe. Tutauliza? Na kama wataki kuuliza maswali waondokee kwa kiti kikaliwe na mwenye anataka kujibu maswali. Sasa hiyo ni yao, lakini tuongee ingine yetu. Tutazidi kuomba tu. Lakini nawaombeeni, na kwa sababu mjenzi mko wakati, kwa sababu commission imeingia ya nini ya uchaguzi, ikianza nyinyi wakianza kuandikisha kula, kama hauna kula usinisalimie. Wanapoanza hiyo maneno ikianza, tafadhali chukua nini? Because our strength is in our numbers. Kama una kula usaidii Kenya. Na kwa sababu pengine uko umefikisha nitakusamehe, lakini sasa ikifunguliwa ukatae kupata wewe. Ama ni ufuta utakufuta kwa kanisa ukae huko nje, tubaki wale ambao wanasikia uchungu. Si mnanielewa? Wale hii naambia. Kama una kitambulisho, make sure you have one. Na hata kama ni pesa huna ukuja nikupeleke. Upate kitambulisho, tungojee nini? Maana kuna ndoa inavunjika pale. Na hii uhusiano tunaachana, na wenye itaachana hiyo ingine tuachie Mungu atatuelewa. Tuko pamoja? Ni vizuri kujua wakati maandiko tunasema tutembee katika utii ama kutii. Mungu akonalo jambo akonalo, anataka tutembee na tunataka tuongee juu yake. Nilisema katika ibada nyingine nilipoona masaa imeenda na hata leo iko mbele yetu, lakini kwa kifupi nataka kumalizia yale nilianza kwa ibada ya kwanza. Katika kutembea katika kutii, walking in obedience. Kwa nini tumekuwa hii mwezi yote, miezi hii mitatu tukiongea juu ya huduma? Uhudumu kama mtu anajua ameitwa, ni mwito. Kuhudumu ni mwito. Na tukimalizia yote tunasema basi kama unajua kuhuduma, huduma ulioitiwa, kama umeitiwa kama mchungaji, kama umeitiwa kama mzee wa kanisa, kama umeitiwa kama semanzi, ama umeitiwa kama mama nyumbani, kama baba nyumbani, pahali ulipo ujue maisha yako ni mwito wa huduma ambao Mungu amekuita. Bwana asifiwe. Hata kama uko kwa soko, ujue ni huduma umepewa na Mwenyezi Mungu, maana sio wewe pekee unaweza uza, kuna wengine wanaweza uza na wauzi. Kwa hivyo nataka haja ni kwamba uelewe maisha yako ni utumishi ambao ni wa kumtumikia Mungu, na amekuita umtumikie ukiwa unamtegemea yeye. Wiki jana ama tulikuwa naongea na speaker Batuan, tulikuwa tunaita serving with fear. Na si fear ya uoga, ni ile fear ya kujua kwamba mwenye ulionaye ana uwezo ukuliko na ana nguvu ukuliko. Yes, sio ile uoga wa kukimbia, ni uoga wa heshima. Kama vile tunaheshimu wakubwa wetu, unaheshimu mzazi wako, si kwa sababu ya vile atakuchapa manini, ni kwa sababu unajua ndiye mzazi wako, na kwa hivyo anahitaji hiyo heshima. Bwana asifiwe. Sasa tunasema kutembea katika ukutii ni kwamba ujue kwamba katika kutii huku, najua dunia watu wanataka kuachiliwa wafanye watakavyo, lakini kumtii Mungu ni kukubali kwamba mambo yako yaendeshane na neno lake na mapenzi yake. Kwamba ukihudumu na ukifanya mambo yako, hata uko nyumbani kwako ukiosha sufuria, mzee unapotafuta hela hapa na pale, na mimi nikijipanga na kazi zangu, nijipange ziendeshane sambamba na kupenda kwa Mungu, na ili utii wangu ukakuwa umekubalika, na unaenda kuwa funguo la mambo mengi sana ambayo Bwana ametuitia. Na ndio neno ambalo limekuwa likituongoza kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 32 hadi 33. Ukitutafutia tutashukuru. Hili neno linatuambia tufuatilie vizuri. Linasema kueni katika kumakinika katika kufuatilia yale yote ambayo nimewafundisha nyinyi. Ndipo Mungu anasema mkakue watu ambao, ndilo hili tumepatiwa. Inasema tunzeni basi mutenda kama mlivyoamuliwa na Bwana Mungu wenu, msikegeuke kwa mkono wa kuume au wa kushoto. Anasema hapa, si kuna yale tumepewa na Mwenyezi Mungu, si kuna maagizo, kuna sheria ambazo tumepewa. Anasema hizi sheria tukazichunge na tukaende kuwa watifu, tusikageuke mkono wa kulia ama wa kushoto.
Na usiondoe hapo tafadhali. Kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu katika menendo yetu, katika safari yetu ya kuelekea mbinguni, safari yako wewe kama mama nyumbani, safari yako mzee wewe, safari yangu kama mchungaji, kando kando kuna mambo ambayo yanatuvutia, lakini hayo si kati ya safari tunayoitembea. Kuna mambo ambayo yako huku yanavutia macho, yanakuvutia, yanakuita. Sijui kama umeenda town hivi, ukipita pita unaangalia, unaona kuna tukuku tunazunguka pahali, kuna nguo nzuri kwa soko zinaonekana, zinakuvutia tu ukaone. Lakini ulikuwa unajiuliza swali, ukianza mwenendo wako kutoka nyumbani ulikuwa unaenda wapi? Tunaelewana? Ukija kuwa Mkristo, mama na kitambaa umefunga na mimi na kola nimevaa, nilikuwa naenda wapi kwa hii safari? Wewe mwanalika na mzee wa PCMF jiulize, ili uvae makoti mekundu ulikuwa unaenda safari ya wapi? Ili ukavutiwe na mambo haya yako kando kando huku. Nilikuwa napeana mfano wa nyumba iko pale Nairobi pale, nafikiri inaitangwa hiyo, niliwaambia inaitwaje hiyo street iko hapo, Rudhuri Avenue hapo. Kuna nyumba iko hapo inaitangwa Jan's House. Sana sana inakaa makahaba hapo. Nakumbuka nikienda practicals 1998 tulipelekwa huko kuona vile kuna kaanga huko, kuna madangulo yao. Ukipita tu na kwa barabara unasikia wanakuita kwa sababu wewe ndio biashara yao, mimi ndio biashara yao. Wakiona mwanaume wote wanaona biashara tu. Lakini swali, nilikuwa naenda wapi? Vitu inakuvutia. Katika safari hii kuna malembesho, kuna mambo mazuri, yanakaa matamu, yanakaa mazuri, yanakuita yote, yanakuvuta. Lakini swali, ulikuwa unaenda wapi? Wanalika mambo ni mengi yanayowavutia kwa njia, na yote kuna sababu. Shetani anajua unakoelekea na kwenye umeitua, na Mungu anajua ni yapi mazuri yako, maana amekuwa mbinguni yeye mwenyewe kabla afukuzwe huko. Niyo yeo thaka wako noge muama wa iguru kumwadhanye kala, anajua uzuri wako, na kwa hivyo anang'ang'ana na ukuvuta na mambo yake ili usikafike, ili mkaacho na yeye katika usumbufu wenu. Anajua. Na ndio na wasi ndugu zangu tukawa watiifu kwa hii safari. Maana na yeye Mungu anakopaya na kungojea na kikombe cha chai anachokungojea nacho, akopaya na kungojea mambo malio baraka zake. Lakini na wewe kuna mavuto mengine hapa, usipojipanga utavutwa na utapotelea kwa njia. Kwa hivyo ni vizuri tuulizane. Hebu tupeleke verse 33. Unaambiwa utunze. Hebu tusome hili ili tumalizie hapa. And then njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu mpate kuwa hai. Mambo matatu anayosema. Kwanza anasema mkienda njia hii na msigeuke na msiende njia nyingine, kwanza mtakuwa hai. Kwa hivyo kukua hai kwako na kwangu, kwanza kama tunataka kuwa hai na uhai ambao umekamilika, tukamfuate maagizo yake. Hilo ndio la kwanza. Kwa sababu ni kupenda kwake. Kwangu mimi ya kuamkia asubuhi na kuja ni kupenda kwa Mwenyezi Mungu. La pili anasema ili siku zenu zikuwe nini? Anasemaje? Na kufanikiwa kwenu. I love this. Kizungu kinasema prosper. Kizungu kingine kinasema so that it will be well with you. Ili mambo yako akakae mazuri kwako, ukatimize haya. Na la tatu anasema mkafanya nini? Mkafanye siku zenu kuwa. Nani hataki kuwa na siku nyingi? Tuishi siku nyingi, lakini siku nyingi ambazo mambo yetu yanakuwa mema, siku nyingi ambapo maisha yetu yanakuwa mema. Bwana asifiwe. Kama niwaambia siri moja ambayo maandiko yanatuambia, ili kama uweze kutembea vizuri katika utii, la kwanza lazima ukakuwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Hauwezi kufuatilia Mwenyezi Mungu mambo yake kama hamna uhusiano. Ni kama mboma. Kwangu nyumbani kuna sheria za kwetu. Na ili tuweze kukaa kwa hiyo nyumba, sisi wote tuko watu 6 kwa hiyo nyumba. Ili tuweze kukaa bila mtu kuchukua chakula ya mwingine, tuweze kukubaliana bila kulala kwa kitanda kingine ya mwingine, kufikia kuchukua nguo za mwingine, kuna sheria za nyumba.
Sio kama tunaelewana. Kuna wakati naonanga mama anazozana na wasichana yake maana sasa wametoshana wote. Anakuja anakuta kiatu ilienda. Kuna mmoja wanatoshana mguu, mwingine alichukua nguo mpaka anasema hiyo umevaa siwezi vaa. Sasa inanibidi ninunue nyingine. So tumeweka sheria ili tuweze kukaa kwa ile nyumba maana sasa naona hasara itazidi kuwa kubwa kwangu. Mara bagi imeenda. Mara sijui hii kitu ya kupaka imeenda. Afadhali hata kwa wanaume kijana wangu mmoja nakuja nakuta kiatu ilienda. Lakini sisi wanaume hatuna shida, hata akivaa nitavaa tu. Mimi sina shida. Maana kwenye ameshinda nayo mimi sishindi huko. Siku nyingine nakuta kama sasa nilinunua traki zangu zote zimeenda. Namwambia basi ulize zingine na ufue. Akifua na mimi naanua mbele. Silikuwa mashindano. Paka tumefika hapa tumeambiana sasa, lakini hizi usiguze. Maana tumetoshana. Ili hiyo nyumba ituweze kukaa vizuri, lazima kuwe na watu watii sheria za nyumba. Maana ikienda hivyo nitawekwa chakula na watakula. Siku najua itafika hapo. Unapanga ile kiatu unajua utavaa kesho, ukiamka unakuta ilivaliwa na wakatoka. Sasa ni wewe ubadilishe mpaka nguo ili iendeshane na kiatu. Lakini lazima ukue, kwa sababu ya uhusiano tulionao, hiyo sheria lazima ifuatiliwe. Hata kwako najua kuna sheria inafuatiliwa. Maana ikikataa kufuatiliwa tutazozana. Maana huwezi ingia uchukue nguo ya mama yako uende nayo, mwingine amechukua shati ya baba yake imeenda. Sasa tukifika hapo mpaka tunashindwa kwani nani mchungaji hapa, ni mtoto ama ni baba yake? Lazima kukue na uhusiano. Bwana asifiwe. Na bila kuwa na uhusiano na Mungu, hata kumtii itakuwa baraka. Unamtii kama nani kwako? Lazima tumtii. La pili, ni vizuri ujue kwamba kumtii Mungu lazima kwanza pia umtumainie. You have to trust God. Na ndio wimbo tumeimba hapa, lazima kwanza ufanye nini? Umuamini na umtii. Maana usipomwamini, if you don't trust God, unamwamini ya nini? Ndio unaona tunavurugu kwa sababu there is someone you cannot trust. Na lazima tujifunze kuaminiana katika hali hii. La tatu la muhimu ni kwamba hii ndio njia inayotufungulia baraka. Sijui kama tunaelewana. Baraka, kutii ndio njia it is the path to blessings. Ndio barabara, ndio njia inayotupeleka katika kutii. Maana ndio tumeambiwa hapa mambo matatu tutapata. Tutapata uhai, tutaweza kuishi vizuri. La tatu tukaambiwa tutafanikiwa. La pili na la nne tunaenda kuishi maisha mengi ama maisha ya miaka mingi. Kwa sababu Mungu akifurahi na wewe na ukimtii, anaachilia baraka zake kwako. Utaguza kazi zako na unaenda kufanikiwa. Lakini ukikataa kufanya hayo, utajikuta kwamba kwa hii njia hatuwezi toshea sote kwa sababu kuna haja zake. Kwa hivyo ukitembea katika utii, unaenda kupata baraka ambazo ni nyingi. Na nataka kuomba ukipata nafasi, nenda usome Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 28. Soma yote. Maana inasema hivi, na inatupatia verse 1 and 2. Kwamba ukitii Mungu inasema hizi baraka zinaenda kuwa zako. Bwana asifiwe. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Kizungu ilikuwa inasema, enda hiyo verse nyingine tuone verse 2 kama ndio hiyo kizungu. Na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Kizungu kinasema vizuri, utakapotimiza haya ukuwe mtiifu, Bwana anasema anaenda kukubariki. Ndio hiyo. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey. Bwana asifiwe. Hii kitu itabishana, itakupita. When we talk about the blessings overtaking you, baraka ukwenda mbele yako. Sijui kama umeenda pahali utunzwe vizuri ushindwe kama hii ni wewe pekee ama kuna mwingine anafanya utunzwe hivi. Kuna pahali unaendanga unabeba na heshima mpaka unashindwa, hii heshima ni yangu kweli ama kuna mtu mwingine hapa anafanya nipewe hii heshima. Kuna pahali tulienda jana,
nilikuwa na kazi jana pahali na huku pande ya naitwa Garden World Estate na huko ndani. Tulikuwa wachungaji wengi. Lakini unaona mtu akikaa na kutaja, akikaa unaitwa, hata naitwa senior anashindwa. Ni nini kubwa kuliko ingine hapa? Heshima zingine hazikai zako. Ingine hata pale kiti nimewekewa inauliza kwani kuna kitu kingine ama hapa pengine nitaambiwa nilipe hii kiti nimeakalia hii. Maana haikai hivi yenye nawekwa. Hoja niwaambieni hivi. Ukitii Mungu, maandiko inatuambia baraka ambazo zinaenda kukujia zitakuwa zaidi ya vile hata akili yako inaweza jua kwa wakati huu. Bwana asifiwe. Na shilingi ile tunaita tu pesa ya kununua ya hiyo ni kutii peke yake. The currency ni kutii peke yake. Wewe utii tu, na ukitii Mungu naye anajua vile ataachilia baraka zake. Wacha niwaambieni hakuna kitu kizuri kama kujua kwamba wewe kupata baraka unazohitaji au hitaji kununua. Maana kutii si hongo na si kununua unanunua, ni kupewa, ni kufungua unafungua. Nataka tuangalie maandiko venye yanasema ili ukaelewe hili. Maana anasema unaenda kubarikiwa zaidi hapa. Mkenya anasema inafungua. Hebu kwanza niseme hii kabla nifike kwa hiyo. Jambo la pili kutii kitakupatia ni kibali na kuinuliwa. Favor ndio inaitwa kibali kwa Kiswahili. Bwana anaenda kukupea kibali ama kukubalika. Anaenda kujionyesha kwako. Inakuletea kukubalika. That is what we call favor. Na inakupatia pia kuinuliwa. Kuna wakati mmoja mzungu alikuwa mkubwa wangu. Nafikiri nimeshawahi kumpea hii hadithi wakati mmoja. Alikuwa amenichukia kwa kitu sijui. Kwa sababu mimi sikuwa hiyo kabila ndogo ya kwenye nilikuwa nafanya kazi. Hata kama pia na wao ni Wameru. Na sijui naye alitoa hiyo ukabila wapi. So walijaribu kunitesa kwa kazi ili niondokee hiyo kazi. Nikasema na mimi kwa sababu mimi nilitafuta hii siondokei. Karibu niulize kama mtu ameuliza mnataka niende aje. So nilipokaa akaniambia lazima nikamwambia acha nikwambie ndugu yangu wewe ndio utaenda. Sio mimi. Kwa sababu mimi ndio niliomba kazi. Hata ukinifinya nifinye tu. Kwa sababu wakati kuna njua naambiwa nikahesabu misumari ambayo imepigiliwa kwa mabati. Sijui inafanyanga wapi huko. Na nanda na hesabu tu kwa sababu nayo shida yangu inanikubalia ni hesabu. Lakini siku moja tuliachana tu. Nikaoa na siku ile nilioa ndio nilipata barua ya kunipeleka kusomea uchungaji. Miaka 4 baadaye tulipatana na yeye nikigraduate. Akakuja akaniuliza hey Jason, is it you truly? Nikamwambia you better believe your eyes. Nikamwambia amini macho yako, ni mimi unaona. Wewe uliponichukia lakini Mungu hakuwa na shida na mimi. Nikakubalika kwa eneo lingine na yeye akakuja kunipata huko. Saa hiyo sasa mimi nimekalia kiti na yeye akae na asikize. Kuna ndanga hivyo. Mungu anakupea ukubalika wenye hawakuwa na kukubali wanakupata sasa wewe ndio unawakubali. Kwa sababu na wewe ulifanya nini? Ulimtii aliye juu zaidi. La tatu ni kwamba utulivu unakuletea utoaji na ufanisi. It unlocks the blessings of generations and generations to come. Bwana asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu cha Torati 28 verse 4. Nipeleke hapo verse 4 ili tuweze kuelezana vizuri hapa. Ili uelewe ni maneno gani tunaelezana hapa yanaenda kutokea katika kwa maisha yako. Hebu tusome hapo kwa Kiswahili nasema utabarikiwa uzao wa utumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Sijui kama tumeshikana hapo vizuri. Hebu weka kizungu naye, maana najua tunaongeanga hiyo. Hiyo umetoa. Blessed shall be the fruit of your womb and the fruit of your ground and the fruit of your cattle and the increase of your herds and the young of your flocks. Now, ukirudi Mwanzo pale juu verse 1 inasema ukiyafanya haya yote, hizi baraka zote ni za. Sasa nataka niwaambieni hivi. Na hiyo aje ikae kidogo hapo. Wakati unatii
Kuna baraka unaambiwa zinakuja za kizazi kinachokutangulia wewe, kinachokuja baada yako, kenye kinakufuatilia. That means wewe ukibarikiwa, watoto yako na wao wanakuwa wakufurahia hizi baraka, wewe ukitii. Nitu watu wana hii ati wewe kagai na wamuthikiria na wamenyana nake fio na umutii. Si wewe peke yako unabarikiwa, hizi baraka pia zinafikia watoto. Na hili ndilo limeandikwa katika kitabu cha Waefeso 3 pia hapo 19 nasema Paulo akiomba, naomba kwamba tujazwe mpaka zitiririke baraka ili ziweze kufikia wengine, maana wewe umetii na baraka ziko. Ukiangalia kitabu cha Zaburi 112, tupeleke hapo tu tafadhali. Ili tueleane kwa nini haya maneno yanazungumza hivi. Inasema aje? Tusome. Haleluya. Eli mtu yule ambaye amchaye Bwana, apendezaye sana na maagizo yake. Kwa nini? Verse 2. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Hebu soma na Kizungu hiyo verse. His offsprings will be mighty in the land. The generation of the blessed, of the upright will be. Hebu nifafanue hili kidogo. Maandiko na usitoe hiyo. Maandiko yanasema vizuri, na ndio tumesoma verse 4 ya 28 Deuteronomy, kwamba wewe ukimtii Mungu, wewe ukitii, baraka za kutii ya kwanza na ile kubwa zaidi ni kwamba uzao wako unaenda kubarikiwa. Atishianashi yaku, majialo mada yaku, mahali mautika kuradhimu. Haujanunua kitu, hakuna kitu umetoa, kile umetoa ni sadaka ya kutii peke yake umetoa. Bwana asifiwe. Nao Zaburi inatuambia the same thing. Wale ambao wamebarikiwa ni wale ambao wamekubali kuyatimiza yale Bwana amesema na ufurahia kanuni zake. Maana watoto hao wameambiwa watakuwa nini? The children will be mighty. Bwana asifiwe. Ati chana cha wiga hatuweka kalao. That is what Kikuyu says. Chana cha wiga hatuweka jamba kalao. Verse 2 inasema aje? Hebu zaza verse 3 hapo. Nyumbani mwake muna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Bwana asifiwe. Ate wakumushie kule tulaga utonga no rugari. We. Na sasa hata sio wewe unaambiwa, ni kwa sababu watoto wako wamefanya nini? Wamebarikiwa. Nataka ujue chenye unabeba wewe, na ukienda kutoka verse 14 to 28, Mungu anaanza kuongea laana ambazo zitakupata wewe na jamii yako usipotii. Sio kama tunaelewana hili. Bwana asifiwe. Teolojia gehati yega. Hapa ni pana uzito. Lakini wewe ndio utaamua ni kuzuri ama si kuzuri. Maana unaambiwa utii unaleta baraka, na ukuletai wewe peke yako, unasambazia watoto yako. Na watoto yako wakiwa watii wasambazie watoto yao, wajukuu yako. Ni kwa sababu Mungu kutoka mwanzo ana mpango wa kumbuka, alisema lahana hizi na baraka hizi zitafikia mpaka kizazi cha ngapi? Haya, mnakumbuka akisema hilo? Mkitii ili litafikia mpaka kizazi za. Kwa sababu nini? Mungu hana haja ya kukuchukia wewe ama watoto yako. Lakini ukilaaniwa leo hii laana inampata mtoto, isipokuwa mtoto naye avunje hiyo laana kwa kutii na yeye. Na asipovunja na yeye, na wake pia, na wajukuu wakuwe na laana. Na vitukuu na wao wasipovunja hao wajukuu, na watoto wao vitukuu wapatwe. Kwa hivyo tuna jambo la kuchagua katika huduma zetu. Maana anatuambia hapa, kwetu nyumbani kutakuwa na nini? Na mali na utajiri. Tofauti ya mali na utajiri ni nini? Kwani mali si utajiri na utajiri si mali? Wacha niwaambieni hivi. Utoga, wealth. Niliambia wale walikuwa pale first service, Wakikuyu wale aswa, wacha sasa hawa wamekuja baadaye. Kuna kitabu kule Meru imeandikwa, Wameru wale watakuja baadaye, wale wako hawajui misemo kama hii inasema.
Utajiri ama kitu inaitwa wealth kwa Kikuyu, utonga, ni matigari manda, ni mabaki ya tumbo. Ukishiba kama kimebaki, hata umebakisha shilingi 10, wewe ni tajiri. Maana ukifa ukiwa hauna kitu, ukiwa na njaa, enda usome vizuri, wewe kwa shetani mtakosana. Naguo rugale umaga nake nada. Ugana modu agethithina tingala gwira muthithinia. Uti modu ndeno modu athithina nengalagu. Modu athithina ni kuhona legi mele arite. And then you need to understand, give us verse 4. Let's see what verse 4 says. Nu inasema the light dawns in the darkness. Kwa mwenye ambaye amemtii na akabarikiwa hata kuangiza ni alagirwo ni riua. No, that you are more than you come on. Bwana asifiwe. That even when it is as dark as it is now, there is still a beam of light. Kuna kamwanga bado kanabaki kwako. Endelea. Verse 5. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki. Hiyo ingine 6 ndio tumalizie. Kwa maana hataondoshwa kamwe. Mwenye haki atakumbukwa milele. Bwana asifiwe. Ati modoshia gutulalizika ino tena nake. Ambia mwenzako hapa ni mtu alichagulia sasa. Kwa sababu unapohudumu na haki, unapotembea katika kutii, was you walk in obedience, all this becomes true to you. Bwana asifiwe. Hata watoto yako hataelewa kwa nini mambo yao yanaenda vizuri. Kumbe mama alikuwa mtii, kumbe mzee alikuwa mtii. Mambo yako inakaa vizuri. Hata ukizeeka unawakuangalia, maana unaambiwa jina yako hakuna pahali tasaulika, maana na wewe kwako kuna utii unaokaa. Bwana asifiwe. Kuna siri ambayo Mungu ameficha kwa haya maneno. Wanaotii wanakula vyema, wanakaa vyema, wanalala vyema. Kwa nini unafikiri wanakaa vyema? Kwa sababu wanalindwa na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hatuko hai sahihi kwa sababu hatuja kula vibaya ama hatujafanya mabaya. Pale kidogo unatii, hiyo kidogo umetii imekuletea kamwanga ambako unaona leo hii. Na kanisa lazima tuchague katika huduma zetu. Penye Mungu amekupatia huduma, nenda ukatii hapo. Sasa kuna kitu hata Rakelamba alikuwa anaweza kwa niliona. Kana tembea ndani moyona, kuna mtu aliiba mbuzi wenyewe Nairobi akaenda Mombasa kukula pesa. Jana akiwa Makupa police station. Alipofika na Mombasa alirealize sauti imeenda. Anaongea kama mbuzi, anaongea kama kuku. Akiulizwa anaitwa nani? Me. Umetoka wapi? Kuku. Sasa askari wanashindwa, hii ni balagani umetuletea. Makupa police station. Hapo Makupa police station hapo iko tu opposite Women's Girls Wogeti. Iko hapo. Sasa askari wa mama anaanza kumuonea huruma, kumbe aliiba mbuzi za Mkamba Nairobi hapa akauza. Mkamba akasema na wewe utanijua. So saa hii wanangangana. Sasa ilibidi wamwambia shika karatasi uandike uwe umetoka wapi, unaitwa nani. The boy is a Luo. Sasa anaeleza I stole this, nikauza 3,000 na hiyo nyingine 1,000, nikakuja Mombasa nao siwezi ongea. Sasa mama anamuonea huruma, mama askari anamuonea huruma, yeye anauza gai. Sasa Mkamba ni nini amefanya mtoto? Akumbuki ni mwizi. Na askari mwanaume ana huruma, anasema nataka kumuona huyo mwanaume, huyo mtu hata mimi anisaidie. Ambia hiyo ndio dhambi ya kutotii. Dhambi ya kutotii, unajipata kwa mashaka. Unajipata hali yako imekuwa ngumu. Wakati unatii, Mungu utembea nawe. Kijana mdogo Yusufu hata akiwa amefungwa alitii, bado Mungu akamtoa na akamfanya mfalme kwa sababu ya kutii. Bwana asifiwe. Nebukadneza akawa mgumu, Herode akawa mgumu, akataa kutii amri, hata watoto wake wakakufa, akajipata na ugonjwa, watu wake wakagonjeka kwa sababu ya kutotii. Wacha niwaambie, kutotii kwa mtu mmoja kunaletea hata nchi kama hii balaa. Niwaambieni, hii maneno tunavurugana hii inaletea hii nchi laana. Kwa sababu kuna mtu akona kichwa haitaki kutii. Na wasihi ndugu zangu katika Kristo na dada zangu, nenda ukatii. Bwana asifiwe. Maana tukiimba imesema kama wewe unatii usikakuwe na uoga. Kila unahitaji tu ni kutii
na hata kama kuna baridi ama kuna njua ama kuna nini, ukitii yote yako sawa mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako jambo ni kutii. Na kwa sababu na wao ukitii unaletea hata wale hawajajaliwa baraka. Imagine ate watoto wajukuu wangu sina saa hii na waletea baraka na kitii. Si pengine hata kuwa mchungaji huku mimi ni baraka za mama na baba. Na mimi sasa nitii kwa ajili ya watoto yangu. Na wao watii kwa ajili ya watoto yao. Bwana asifiwe. Atidilia wewe atikamuhoke kumbele ya Ngai. When you become obedient, ati no atigira ciana cia kuiga hiyo taya. Already no haya ciana cia kuiga hii. Sasa nataka utafakari hayo maneno kwa sababu mimi nataka kumalizia niseme hivi. Wanaojifurahia agizo zake Mwenyezi Mungu na kumfuatilia wanakuwa wabarikiwa wake. Na kile ambacho kitaenda kubadilisha mienendo yetu na dunia yetu yenye tunakaa na hali yetu tunayokaa si jambo lingine lakini ni utii, kwa sababu mwisho maandiko yanatuambia tukitii na tukifanya hayo yote itatuletea, it will bring to us joy and fulfillment, kutimilika na furaha. Hizo tunaenda kuletewa na Mwenyezi Mungu. Tuko leo kuiganira ndio ayaga wa Ngai. Bwana asifiwe. Sijui kama umeona mtu ambaye modo iganire titondo ne mutongu muno titondo none kuiganira tu ndio mwathani. Unaona mtu unashindwa kai huyu ni nini? Mimi ametosheka, nyinyi mkifanya hivi anakaa kwa sawa, kukiwa na baridi yako sawa, joto sawa. Ukaliwa ni ukorito hila na mundu kwa no kilo arongerera. Hakirigwo uyu niki uyu na kariaga ki. Na wathi ugakorwo nigetherio na gitari na mboco njiganu. Ona cai onongerera na iria tu no gwikira karangi hani maheni tu ati ni iria. No kono ya hanywa cai ukarigwo atiri ni cukari muingi kana iria ringi. Wathi gucama wakona cukari atiri no ria kenete ukarigwo arakenera ki tufie tari na iria riganu. Katale kuiganwa na Yesu. Bwana asifiwe. You know, life is not about how much you have. It's about how much God has blessed you. Bwana asifiwe. Na baraka za Mungu si kibeti mfuko wa nyuma kufula. Ni kukupea amani ya kukula kile kidogo uko nacho. Kunao wako na bibeti vimefula lakini hawezi weka kitu kwa mdomo. Lazima atobolewe hapa, wekelewe hapa. Kuna wengine wako nacho lakini hata nyumbani mwao hawezi kaa, maana wamezozana, hiyo nyumba ikaliki. Ndio unaona hii kilabu iko hapa inashonanga watu, ukienda kama ungekujia hapo manjioni ukuta hata gari yana pa kupakiwa. Na unajua fikiri watu wanakula mali yao. Enda usikile story wanaongea hapo. Anangojea ifike saa 6 ili aweze at least apate kulala nyumbani. Unaweza kuwa hauna kile kingi lakini umepewa amani moyoni mwako. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa ile nyumba uko nayo si kama ile niko nayo kubwa, lakini yenye huko unapata usingizi. Na mimi na hiyo yangu kubwa na kitanda kubwa, hata usingizi unalala hivi, unalala plus, unalala umeenda kando na usingizi hakuna, zunguka kitanda yote. Ukiamka asubuhi umechoka ni kama umetoka kwa shamba. Mwingine amelala amelalia tu kamkeka kadogo kangunia na ameota ndoto zote, maana akona amani yake. Ni kwa sababu ya kutii. Bwana asifiwe. Just trust and Bwana asifiwe. Na mundu yokete mwathani wake na akamwigana na Ngai wake, ona ciringi 20 ni cimuiganaga. Ukona umirite ogwa kenete muno tondu ena gibau. Akene ukarigo kathie kuria nyama ona no kamutule guthia gutha ciringi 10. Na mundu ucio arite nyama ta mundu rire kilo yothe. Ukikanyanga latiri yake inakuinua. Sasa unashindwa hii ni shida inaniinua ama ni nini?